Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, wakili Tundu Lissu amechaguliwa kuwa mmoja wa makamu wenye viti wa muungano wa vyama vya demokrasia duniani, yani IDU, kufuatia mfululizo wa vikao na mikutano iliyohitimishwa hivi karibuni jijini Brussels nchini Ubelgiji. Taarifa ya Chadema iliyotolewa leo Jumamosi Mei 24 imeeleza kuwa pamoja na mambo mengine, kupitia mkutano huo wa IDU imefanya uchaguzi wa safu ya uongozi, ambapo wajumbe wamemchagua waziri mkuu wa zamani wa 22 wa Canada Bwana Stephen Harper kuendelea kuwa mwenyekiti wa IDU kwa miaka 3 ijayo. Taarifa hiyo ambayo imesainiwa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema Brenda Rupia imeendelea kufafanua kuwa chama hicho kikuu cha upinzani nchini kimewakilishwa na makamu mwenyekiti wa Democracy Union of Africa DUA kanda ya Afrika Mashariki Deogratias Mnishi katika mkutano huo, na mnukuu, rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania licha ya mazingira hatarishi ikiwemo jaribio la kutolewa uhai, kama ilivyoelezwa kwenye mkutano mkuu, kama ilivyowapa imani wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kumchagua Mheshimiwa Lissu katika wazifu huu, mwisho wa kunukuu. Imeelezwa kuwa wajumbe hao walitanabaisha kuwa kwa uzoefu wake katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli, haki na uhuru wa kweli, Mheshimiwa Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU, hasa katika kumulika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudorora kwa demokrasia na kuibuka kwa tawala za kiimla, hususani bara la Afrika. Ikumbukwe kuwa Tundu Lissu amechaguliwa kushika nafasi hiyo wakati akiwa gerezani nchini Tanzania kutokana kukabiliwa na kesi 2 zenye jumla ya makosa 4, yani kesi ya uhaini ambayo kimsingi inamweka gerezani kwa sababu ni kesi isiyo na dhamana, na kesi ya uchochezi na ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Kesi zote 2 zinaendelea kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam.